Hali iko hivi, kama vile ambavyo mtu anapokuwa sehemu ambayo haitambui vizuri, ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye hajitambui vizuri. Wakati mwingine tatizo ulilokuwa nalo unaweza kuwa unagombana na mazingira ya nje, na ukazani kwamba mazingira ya nje ndio yanayokufanya unakuwa jinsi ulivyo, lakini ukweli ukawa ni mazingira yako ya ndani yanakufanya ukawa upo jinsi ulivyo. Mtu ambaye bado hajajiunga na nguvu zake za ndani ni mtu ambaye wakati wote unaweza kumkuta ana hofu, ana wasiwasi, anakuwa na sawa na mtu ambaye amefika eneo ambalo hamjui mtu yoyote, hajui cha kufanya, hajui jambo lolote. Fumba macho yako, imagine unafumbua macho, upo katikati ya eneo ambalo limejaa watu ambao hujawahi kuwaona, sura zao ni mpya, hujui upo nchi gani na hujui kilichokuleta huko ni nini. Safari ya kuishi kwa hofu, safari ya kuishi kwa kutokujua kilichokuleta huko itaanza mara moja, na hutojua kwamba ukaishi wapi, uanzie wapi. Pengine unaweza kukuta lugha ambayo watu wanaitumia kwenye eneo hilo huijui kabisa. Hivyo ndivyo ilivyo safari ya mtu ambaye bado hajajitambua. Anakuwa na vipawa hawezi kutumia. Anakuwa na vipawa amejaa hofu. Anashindwa kutumia vipawa vyake kwa sababu ya hofu. Na huyu mtu anaweza kujikuta ameanguka katika safari ya kulaumu watu, kulaumu mke, kulaumu watoto, lakini ukweli ni kwamba ndani mwake mna mkanganyiko wa utambulisho uliojaa giza. Kwa wakati mwingine tunapozungumzia tatizo la afya ya akili, au wakati mwingine tunapozungumzia matatizo ya kiroho, tunalenga na kuwarudisha watu katika asili yao, na wajitambue na waanze safari yao wakiwa wapo salama. Shule ilikuja na mambo mengi mazuri, lakini yapo pia mabaya. Kwa mfano, watu wengi hawaishi vipawa vyao kwa sababu ya shule, kwa sababu waliaminishwa na shule kwa muda mrefu kwamba wao wanapaswa kuwa madaktari. Pengine na wazazi walihusika kwa sababu na wazazi nao wamesoma shule. Kwa hiyo vipawa wamevididimiza, wamejikuta wanatumia uzoefu wa nje. Sasa nini ufanye? Ni kurudi katika